Kijana aikana imani ya wazazi wake kwa sababu ya miujiza ya Yesu iliyotokea katika maisha yake. Amehama nchi, ameondoka nyumbani kwa sababu ya kumfuata Yesu. Haya ni maisha ya kijana ambaye alitoka katika nchi yake, nchi ya Jordan, na kwenda katika nchi ya Canada kwa sababu ya Yesu aliyemtendea. Anaanza kwa kusema, niko hapa leo nikiwa na moyo wa furaha ninapowashirikisha habari hizi zinazobadilisha maisha yangu daima. Jina langu mimi ni Omar Hassan. Kwa sasa naishi Toronto, Canada. Nina miaka 23, lakini naomba nikurudishe nyuma kidogo. Nilipokuwa katika nchi ya Jordan ambapo niliishi na wazazi wangu, ni katika nchi niliyozaliwa na kukulia, katika mji wa Amani ambao upo bize sana, wenye mitaa membamba iliyojaa watu, masoko yanayouza kila aina ya vyakula na vitu, na kila mara sauti za adhana katika misikiti mara 5 kwa siku. Tuliishi katika apartment ndogo yenye kuta nyembamba kiasi cha kuweza kusikia upande wa majirani wanachozungumza. Nilisikia wanavyocheka na kubishana hata usiku sana. Asubuhi nilisikia maandalizi ya mama yangu kuandaa chai. Mara nyingi ni mikate, jibini na mizeituni pamoja na chai nzito. Mimi ni mtoto pekee kwa wazazi wangu. Tumaini lao lote lilikuwa kwangu. Baba yangu Hassan ana miaka 48. Ni dereva taksi ambaye mara nyingi yupo bize. Alifanya kazi hiyo akitokea katika mji wa Amani ulio na watu wengi na bize sana kwenda katika miji mingine pembezoni. Ni mwanaume anayetaka sheria ifuate sana, na mwenye sauti kali tena ya juu, na mwenye hasira ya karibu ambayo iliniogopesha sana. Kuna wakati alirudi nyumbani amechoka, shati lake lililoa jasho, na alisema, Omari, unatakiwa uwe Muislamu mzuri, soma kwa bidii, fanya tujivunie wewe. Alitaka niwe muhandisi, yani engineering, niwe na kazi nzuri, ili kila mmoja aone familia ya Hassan inaheshimika. Lakini maneno yake yalionekana kuwa mzigo mzito mabegani mwangu. Mara zote nilihofia kumkatisha tamaa kama itatokea imekwenda tofauti na alivyotarajia. Mama yangu, yeye alikuwa na miaka 42. Mara nyingi hutumia siku yake katika usafi, kupika na kuniombea. Aliniamsha kila mara kuomba akisema, Omari, njoo tuswali, na mara nyingi aliniuliza ikiwa nipo sawa. Nilijibu ndiyo, lakini sikuwa sawa. Nilikuwa naogopa kumwambia ukweli, kuwa najihisi mtupu moyoni mwangu. Nina mashaka ikiwa Allah anapendezwa na mimi, na sikuwa na uhakika ikiwa bado naamini kama awali. Nilikuwa mwanafunzi wa chuo nikisomea uhandisi, yani uinjinia, lakini nilikuwa na hofu sana kuhusu matokeo chuoni. Niliogopa kufeli, niliogopa kuwakatisha tamaa wazazi wangu. Usiku nililala katika kitanda changu kidogo nikiwaza mengi. Nilimuomba Allah, nilimuuliza ikiwa nafanya sawa, kama ananiona, kama anapendezwa na mimi, lakini sikupata majibu. Ni ukimya mzito ndio uliotawala, ambao ulinifanya nijihisi mpweke zaidi. Nilimsikia baba yangu akiniongelea mimi chumba cha pili. Nilisikia maombi ya mama yangu chuoni. Wengine hawakujali imani, waliruka na kuacha swala na kwenda hotelini, wengine kuvuta shisha, na wengine wakipiga stori kuhusu wasichana. Wengine walikuwa serious kuniangalia ikiwa nimevuka swala yoyote, ili waje kunikejeli. Kijana mmoja aliyeitwa Khaledi aliniona na kula wakati wa Ramadhani. Nilisahau kama ndo Ramadhani ilikuwa imeanza. Ilikuwa ni siku ya kwanza ya Ramadhani, kwa sababu nilikuwa na mawazo mengi sana kuhusu mitihani na mazingira ya familia yangu. Aliniangalia na akasema, Omari,
wewe ni Muislamu mbaya kabisa. Nilipata aibu. Baada ya hapo nilianza kujitenga na watu. Rafiki yangu Yusufu, yeye alikuwa na miaka 24. Yeye hakuwa serious sana katika dini. Yeye alisomea biashara, business. Alinifariji, alinitania na kusema, Omar, punguza hofu. Unaonekana kuwa na hofu sana. Allah hawezi kukupeleka motoni kwa kukosa swala moja. Nilitabasamu, lakini maneno yake hayakunisaidia. Tamaa yangu ni kuwa karibu na Mungu, kuwa na amani, lakini sijui kwa jinsi gani nitaipata. Kuna wakati Yusufu alinisindikiza sokoni. Tulinunua vitu na kutazama. Tulikuwa tunatembea tu kwa miguu. Hivi ndivyo vipindi pekee ambavyo nilihisi faraja kidogo, lakini uzito ndani ya moyo wangu bado ulibaki pale pale. Siku moja nikiwa darasani, nilikuwa na mawazo sana, hata sikuweza kuwa makini katika masomo. Profesa wetu alikuwa akieleza mambo ya structural design, yani miundo ya kubuni, lakini akili yangu ilikuwa mahali pengine. Nilifikiri kuhusu matarajio ya baba yangu kwangu, imani ya mama yangu kwangu, mawazo yangu mwenyewe, mzigo wa uzito nilionao. Msichana mmoja darasani aliyeitwa Miriam aligundua yeye ana miaka 21. Yeye ni mpole, alikuwa na kidani cha msalaba katika shingo yake. Yeye ni Mkristo ambao ni wachache sana katika chuo cha Jordan na nchi nzima kwa ujumla. Baadhi ya wanafunzi walimnong'oneza na kumuita, lakini alikuwa tu bize kuniangalia. Baada ya kipindi alinifuata, aliniambia, Omar, unaonekana haupo sawa. Mungu anauona moyo wako. Maneno yake yalinichanganya. Katika Uislamu tumefundishwa kufuata sheria, kuswali, kufunga, kusaidia wengine, sio mambo ya moyo. Nilimwambia asante, nikaondoka, lakini maneno yake yalibaki moyoni mwangu kama mbegu. Usiku huo sikulala, nilifikiri sana maneno ya Miriam. Bado maisha ya nyumbani yalinichanganya. Nilichukua simu yangu na nilitafuta kitu mtandaoni. Niliandika, Mungu anaona moyo. Nikaona mstari kutoka katika Biblia, sio katika Qur'an, ukisema Mungu huangalia moyo. Ilitoka katika kitabu wanachokiita Samueli wa kwanza, na ilinichanganya sana. Sikuwahi kusoma Biblia kabla. Baba atakasirika sana akijua hilo, kama nilikuwa naangalia Biblia. Lakini mawazo hayakuondoka kwangu kuhusu maneno ya Miriam. Itakuwaje ikiwa ni kweli Mungu anaangalia moyo na kuiona? Nilitupilia mbali hilo na nilijikumbusha kuwa mimi ni Muislamu, natakiwa kusonga mbele. Wiki 3 baada ya Miriam kuongea na mimi katika mchana mmoja, mwaka huu 2023, nilikuwa naelekea nyumbani kutoka chuoni. Begi langu lilijaa vitu, akili yangu ilijaa hofu, mitaa ilijaa watu. Sikula kitu siku hiyo kwa sababu nilifunga kwa sababu maalum za kidini. Nikiwa mwenye mawazo sana, jua lilikuwa kali. Ghafla nilihisi miguu yangu kuishiwa nguvu. Nilidondoka. Watu walio karibu walisema, msaidieni, iteni ambulensi. Mwanamke mmoja aliyevaa hijabu alipiga magoti karibu yangu. Mwanaume mmoja mwingine nilimsikia akimpigia simu daktari. Kijana mmoja niliona alikimbia kutafuta maji. Nilisikia sauti zao, lakini kama watu walio mbali. Kisha macho yangu yalifumba. Niliogopa. Nilidhani nimekufa. Sikuwa tayari kumwona Allah. Kuna baadhi ya swala nimevuka. Nilikula siku ya kwanza ya Ramadhani. Kuna wakati nilipata mashaka juu yake. Nilifanya makosa. Sikuwa tayari kumwona Allah. Nilihofia kwenda motoni. Nilipofungua macho yangu, sikuwa tena mtaani. Nilikuwa katika eneo la giza sana, mahali ambapo sijawahi kupaona kabla. Ni Jehanamu. Hewa ilikuwa nzito, iliyochanganyika na moshi mzito sana. Nilipumua kwa taabu. Ardhi niliyokanyaga ilikuwa ya moto, iliyotengenezwa kwa moto. Kila mahali nilisikia mayowe ya vilio vya mateso, majuto na maumivu makali. Hata ikafanya moyo wangu ujawe na woga sana. Niliona moto kwa mbali, miale
miale ya moto, miale ya nuru wenye mchanganyiko wa rangi nyekundu na machungwa ulionekana katika giza, na harufu ya kuungua ilikuwa kila mahali. Ilinifanya niumwe ghafla. Niliangalia huku na huku, mwili wangu ukitetemeka. Niliwaona hata watu ninawajua waliokuwa wakiungua katika moto huo. Mmoja kati ya watu hao ninawajua alikuwa ni imamu kutoka katika msikiti niliokuwa na swali, aliyeitwa Sheikh Ahmad, ambaye alitufundisha sisi kufuata sheria za Kiislamu, kuswali kwa muda sahihi na kutohoji chochote. Alikuwa akipiga kelele kwa maumivu makali sana. Aliniona na kuniambia, nilikosea Omari, sheria hazikunisaidia. Nilidhani nafanya mema, lakini sio. Na wewe utaishia huko Omari usipoutafuta ukweli. Nililia huku mikono yangu ikifunika sura yangu kama mtu nisiyetaka kuamini. Sheikh Ahmedi alituhakikishia bila shaka yoyote kuwa yote aliyotufundisha ndiyo njia. Itakuwaje awe hapa? Niliona kitu kingine ambacho kilivunja kabisa moyo wangu. Mbele yangu nilikuwa najiona mimi mwenyewe katika moto na ungua. Sura yangu ilijaa maumivu. Nilikuwa napiga mayowe kwa maumivu na sikupata amani. Niliona kesho yangu kama nitaufuata Uislamu. Yote niliyofanya, kuswali, kufunga, sadaka, bado niishie hapa. Na imamu kujitoa kote kule, maisha yake yote, mwisho wake ndio huu. Hakuna tumaini, hakuna msaada, ni mateso, ni moto. Niliwaona wazazi wangu katika mazishi yangu. Alisimama nyuma yangu. Baba yangu alisimama katika nyuma ya kaburi langu katika sura yenye huzuni. Alisema, ametufelisha Omari, hakusimama imara na Allah. Mama yangu alikuwa akilia tu. Niliona tu jinsi anavyolia, jinsi anavyoumia. Nilijiona mpweke niliyopotea. Nilipiga magoti, machozi yakinitoka. Joto kali liliunguza ngozi yangu. Nililia kwa sauti na kusema, Allah, niokoe, niokoe tafadhali, niokoe. Lakini hapakuwa na jibu lolote. Nililia kwa nguvu na nilihisi kama nazama chini kwa hofu. Lakini muda wote nilioomba, niliofunga, sheria zote nilizofuata, kwa nini hazikutosha? Kwa nini nipo hapa? Niliona vipindi vyote vya mawazo nilivyopitia. Niliona pia swala zote nilizofanya, lakini bado nilikuwa hapa. Nilihisi hiyo ndiyo adhabu yangu, nitakuwa hapa daima. Ndipo nikaona kwa mbali unatokea. Mwanzoni alikuwa mdogo, unatokea nuru kali, inatokea nuru, mwanga mkali. Mwanzoni ulikuwa ni mdogo kama nyota, kisha ilikuwa inaongezeka na kulifukuza giza. Mbali na moto ulionizunguka ulianza kujitenga, ulianza kuondoka kwangu. Mayowe yalinyamaza na nilihisi joto la upendo, sio la moto tena, sio la kuungua tena. Nilitazama, bado sikujua nini hasa kinakuja, lakini tu nilijua kitu tofauti kinafanyika, kitu ambacho yawezekana kikaniokoa mahali hapa. Kutoka hapa nilikuwa bado katika eneo hili la giza, eneo la moto. Moyo wangu ulidunda kwa uoga. Mayowe ya watu kuungua, maono ya kujiona mwenyewe na ungua na zikwa yalinitisha mno. Nilidhani ndo nimepotea milele. Mwanga ulikuwa mkubwa sasa na hewa sasa ilikuwa safi. Nilihisi kukumbatiwa, nilihisi kuwa salama kwa mara ya kwanza katika eneo hilo hatari. Mwanga ulizidi kusogea na katikati ya mwanga huo nilimuona mtu amesimama. Alikuwa na nguo nyeupe sana na sura yake ilijaa upendo, amani. Nilijua bila kuambiwa huyo ni nani, hata kama sijawahi kumuona kabla. Alikuwa ni Yesu. Nilijiona sina thamani, nikitetemeka nilipomtazama. Nilijiona Muislamu. Hii haiwezi kuwa sawa. Natakiwa nimuone Allah, sio Yesu. Mimi ni wa Allah, si wa Yesu.
Lakini Yesu aliongea, alisema, Omar, mimi ni njia, kweli na uzima. Hakuna awezaye kufika kwa Baba isipokuwa kupitia mimi. Maneno yake yalinishangaza, hata sikuweza kupata ujasiri wa kumtazama. Yesu alisogea karibu na niliona mikono yake ilikuwa na alama ya misumari. Alinionyesha ubavu wake ambao mkuki uliomchoma, na alisema, nilikufa kwa ajili yako Omar, ili kukupa amani na uzima wa milele. Nilianza kulia na nimehisi kupendwa kwa upendo wa ajabu. Ni tofauti na kila kitu nilichofanya kwa Allah. Upendo huu ni halisi na unaishi. Yesu alichukua mkono wangu na tulipotea eneo hilo kabisa. Tulitokea katika bustani nzuri sana yenye kutiririka mifereji na mito yenye maji mazuri, na maua ya kila rangi yalichanua kutuzunguka. Hewa ilikuwa safi iliyojaa harufu nzuri, na nilisikia ndege wakiimba kwa sauti nzuri. Nuru ilituzunguka pande zote, joto, na nilijiona salama. Yesu alitembea nami katika bustani, na kwa mbali niliona mji uliong'aa sana, uliojengwa kwa dhahabu na wenye mageti mazuri. Yesu alisema, hapa ni mbinguni Omar, ambako hakuna hofu tena, hakuna maumivu. Niliwaona watu hapo wakitabasamu na kucheka, sura zao zilijaa amani. Mmoja kati yao ni babu yangu, ni mwanaume mwema aliyekufa nilipokuwa mdogo. Nilidhani alikuwa Muislamu mzuri, lakini Yesu alisema, alinitafuta mimi, alitubu na alinikiri kabla hajafa Omar. Aliniamini kwa siri kwa muda mrefu, na sasa yupo nami katika uzima wa milele. Babu yangu aliniangalia akiwa na tabasamu, lakini ilinichanganya. Imekuwaje babu awe Mkristo? Kisha Yesu alinionyesha kitu kingine. Alisema, angalia maisha yako Omar. Niliona kila kitu nilichokuwa nakifanya katika maisha yangu, mara zote nilizoswali, kufunga, na jinsi nilivyojaribu kufuata sheria za Kiislamu. Nilijiona nimepiga magoti katika kapeti, katika mkeka wa kuswalia. Kichwa changu kilikuwa kimegusa ardhi, nikisema maneno niliyokiri tangu utoto wangu. Nilijiona nilivyofunga wakati wa Ramadhani. Hapo nilidhani nampendeza Allah, lakini Yesu alisema, angalia vizuri. Niliona hata kama nilivyofanya hayo yote, bado sikuwa na amani. Maombi yangu yalikuwa kama maneno yasiyo na maana. Sikupata amani, wala sikufanikiwa kujihisi kuwa karibu na Mungu kama nilivyotamani. Nilijiona jinsi nilivyolala kitandani, huku moyo ukijiuliza maswali mfululizo. Je, Allah ananiona? Lakini hapakuwa na jibu, ni ukimya tu. Yesu akasema, kazi zako zote haziwezi kukuokoa Omar, haziwezi kuvunja umbali kati yako na Mungu. Ni neema yangu tu inaweza kufanya hilo. Mimi ni njia pekee kuipata amani na kweli na uzima wa milele. Nilijiona jinsi imani yangu ya Kiislamu ilivyoniongoza upotevuni. Nilijaribu kuwa bora, lakini sikupata amani. Niliziona sheria nilizozifuata, kuswali mara 5 kila siku, mfungo, lakini bado vilikuwa nyororo nzito katika shingo yangu, na kunasa moyo wangu katika tumaini la uongo na hofu. Yesu alinieleza jinsi alivyokufa msalabani, jinsi gani damu yake ilivyolipa gharama ya dhambi zangu, jinsi gani upendo wake ulivyofanya njia ya mimi kuwa na Mungu. Niliona aibu na nilijihisi napendwa wakati huo huo. Kisha Yesu alinionyesha mambo mawili ambayo yatatokea katika maisha yangu kutokana na maamuzi yangu baadaye. Tukio la kwanza, ikiwa nitaendelea kuufuata Uislamu, nikijaribu kupita njia zangu kwenda mbinguni. Niliona katika uzee wangu, katika umri wangu, niliona nina hofu, mashaka, kutokuwa na amani bado viko pale pale. Niliona nikiwa nimeanguka tena, na safari hii niliishia motoni, sikurudi duniani. Kisha Yesu alinionyesha jambo la pili. Nilijiona namfuata Yesu Kristo, sura yangu ikiwa na furaha sana na amani, hakuna uoga. Nilijiona nikitabasamu,
niliona nasoma Biblia, niliona nikiwasaidia wazazi wangu na waonesha upendo, nilikaa nao na kuongea nao habari za Yesu. Niliona hasira ya baba yangu ikiondoka na akawa mtu wa amani. Hofu ya mama yangu niliona ikijazwa na tumaini. Nilijiona pia nikiwa chuo na waambia wengine habari za Yesu na kuwafanya wawe na amani kama nilionayo mimi. Niliona kusanyiko la watu Waislamu, Wakristo na wengine wakinisikiliza nikieleza historia yangu kwao. Wengine walilia, wengine waliomba kwa Yesu kwa mara yao ya kwanza. Yesu alisema, haya ndiyo maisha ninayotaka ukayaishi Omar. Naipenda familia yako na upenda mji wako, nchi yote na kila kitu nilichoweka kwa wanadamu. Nataka urudi ukaseme ukweli huu kuhusu mimi. Nilipiga magoti huku machozi yangu yakinitoka. Nilisema, lakini itakuwaje? Mimi ni Muislamu, familia yangu Waislamu, jamii yangu yote Waislamu. Watanichukia, wataniita gaidi, msaliti. Yesu aliweka mkono wake begani mwangu na nilihisi kujawa na nguvu ambazo sikuwahi kuwa nazo. Ni kama moto ulioingia katika kifua changu. Alisema, haitakuwa rahisi Omar. Watakuona msaliti na utakataliwa. Hata wengine watajaribu kukudhuru, lakini nitakuwa pamoja nawe. Nitakupa amani uliokuwa ukiitafuta. Kisha akasema kitu ambacho sitakisahau, njooni kwangu wote wenye kusumbuka na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Maneno yake yalinijaza amani, ni kama uzito uliondolewa kifuani kwangu. Nilijiona huru kwa mara ya kwanza. Nilimtazama na kusema, nitakufuata Yesu. Naitaka amani, nayataka maisha haya ya uzima wa milele. Alitabasamu. Niliona nuru iliongezeka mahali tulipo. Yesu alisema, nenda nyumbani Omar, nenda ukawe nuru katika giza. Nilikuwa tayari kufanya chochote, hata kwa kupoteza chochote. Nimeiona Jehanamu, nimepaona peponi na nimeuona ukweli. Yesu ni njia pekee. Nilikuwa tayari kumfuata, haijalishi itanigharimu kiasi gani. Niliamka katika chumba cha hospitali katika mji wa amani, huku sauti za mashine zikisikika na kuunguruma. Mwili wangu ulikuwa dhaifu, ni kama nililala kwa siku nyingi. Nilifungua macho yangu na nilimwona mama amekaa pembeni ya kitanda changu. Sura yake ilijaa huzuni, macho yake yalikuwa mekundu, ilionyesha alilia sana. Nilipoamka ndipo akasema, Omar, umeamka? Asante Mungu. Alinibusu huku akilia kwa furaha. Nilijaribu kukaa lakini sikuweza. Nilimuuliza, kimetokea nini? Mama, kuna nini kimetokea? Niliuliza. Alisema, ulidondoka tu mtaani Omar. Ulijigonga kichwa chini kwa nguvu sana. Kulikuwa na damu kila sehemu. Watu wema waliita ambulensi ndo wakakuleta hapa. Madaktari wamesema ulipoteza fahamu kwa masaa kadhaa na walidhani hutaamka tena. Ni miujiza Omar, ni miujiza. Nilimwangalia na kusema, Yesu ameniokoa, ameniokoa mama. Aliduaa kwa mshangao, kisha akasema, unamaanisha nini Omar? Huku sauti yake ikitetemeka. Ulikuwa ukiita Allah ulipoanguka. Nilisikia waliokuwa karibu nawe walikusikia ukiliita jina hili la Allah. Nilivuta pumzi kwa nguvu, kisha nilimwambia kila kitu, Jehanamu na kujiona mwenyewe naungua. Nilimwambia kuhusu Shehe Ahmedi aliyokuwa imamu wa msikiti tunaoswali, akipiga kelele kwamba sheria za Kiislamu hazikumwokoa. Alinionya mimi juu ya kuifuata njia hiyo. Nilimwambia jinsi Yesu alivyokuja, jinsi alivyonionyesha majeraha yake, jinsi alivyonipeleka mbinguni, akanionyesha babu yangu ambaye alimwamini Yesu kwa siri. Nilimwambia jinsi Yesu alivyonionyesha fadhaa zote nilizopitia katika maisha yangu katika imani ya Kiislamu, na mwisho wake jinsi alivyonionyesha mambo mawili mbele, Jehanamu kama nitaufuata Uislamu na mbinguni kama nitamfuata Kristo. Nilisema, Yesu ameniambia yeye pekee ndiye kweli, njia na uzima, na ameniambia niwaambie wengine ukweli huu. Mama yangu,
Alisikia uso wake ghafla ulionekana kuwa na mchanganyiko wa hofu na kiu ya kujua zaidi. Aliangalia mlangoni kwa hofu. Aliogopa ikiwa yuko mtu aliyekuwa anasikiliza. Nilipomaliza, aliongea kwa sauti ya chini, "Omar, kuwa makini. Baba yako hawezi kuelewa hili. Atakuwa na hasira sana. Watu wa msikiti watakuita muasi, watakuita msaliti. Na unajua hii ina maana gani katika nchi hii?" Nilijibu, "Moyo wangu una amani. Najua Yesu yupo pamoja nami. Aliniahidi mama. Najua yatakayonikuta, lakini siwezi kuuficha ukweli huu." Muda huo huo, baba yangu Hassan alikuwa anaingia. Hii ni sehemu ya kwanza. Taendelea katika sehemu ya pili ya maisha ya kijana Omar aliyeacha imani ya wazazi wake baada ya kutokewa na Yesu na kuhama hata nchi kwa ajili ya kumtumikia Kristo. Pamoja na kazi hii ya utumishi, lakini sisi ni mafundi ujenzi, kazi ambayo tunaifanya hata sasa, kazi ambayo tunaifanya kwa uaminifu mkubwa, tukitanguliza hofu ya Mungu mbele. Hivyo kama utahitaji huduma ya kujengewa nyumba, wapo wengi wanatamani kujenga lakini wamekosa watu waaminifu. Ndugu wamekula pesa zao, wasimamizi si waaminifu tena. Basi tunakukaribisha ufanye kazi pamoja nasi. Tumefanya kazi hii kwa muda mrefu, na ikiwa uko mbali, uko nje ya nchi, uko bara lolote, Amerika, Ulaya na sehemu zingine, unaweza kuwasiliana nasi na tukakufanyia kazi yako mkoa wowote kwa uaminifu mkubwa. Tunaweza kufanya kazi hii ya ujenzi tangu hatua za awali hata hatua za mwisho za finishing, tukakukabidhi funguo. Tunafanya kazi na yeyote, tunafanya kazi popote, mkoa wowote. Tunawakaribisha kwa ambaye anahitaji mafundi waaminifu na wenye ubora katika kazi. Pia kama utapata sadaka au mchango wako kusaidia huduma hii, tafadhali tumia namba hizi kwenye skrini hapa. Mungu akubariki sana.